Pole kwanza kwa kupoteza mchezo. Shukrani. Mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mgumu. Mchezo ulikuwa mgumu, namshukuru Mungu tumemaliza salama. Hivyo. Kuruhusu magoli 6 kwenye uwanja wa ugenini. Wakati mara ya mwisho pia mmeruhusu magoli 5 mbele ya Singida Black Stars. Kuna shida gani kwa Mbeya City kwa sasa hivi? Tuliruhusu na kwa nani? Goli ngapi? Sijaelewa bado. Okay. Kwa Singida kwanza naweza kusema ilikuwa ni mechi tofauti kwa sababu ilikuwa ni Confederation ambayo tulikuwa hatuna malengo nayo sana. Ukiangalia nafasi tuliopo huwezi kuwa na concentration sana kwenye Confederation. Hii ya leo kiukweli tuliingia kwenye mfumo wa Yanga. Kwa ukiangalia tulivyoanza mechi hatujaanza vizuri. Kwa hiyo tukaconcede magoli ya haraka ambayo yaliwaingiza Yanga mchezoni zaidi na sisi yakatoa mchezoni tukanafanya makosa ambayo yanajirudia. Kwa hivyo ndio maana tukaadhibiwa kwa magoli mengi. Ubora wa Yanga pengine kama mchezaji, kwa sababu wewe unaona vizuri, ulikuwa kwenye maeneo gani? Ubora wa Yanga ulikuwa sehemu zote, hasa mbele ndio walikuwa bora zaidi kwa sababu walikuwa waruhusu kusimama, kila mtu alikuwa anakimbia kwenye space. Kwa hiyo hicho ndio kilichotufanya kikatuchanganya zaidi sisi. Kwa wachezaji wa Yanga nani pengine alikuwa ni hatari kwenu? Wote walikuwa hatari, hasa Pacome alikuwa hatari zaidi kwa sababu movement zake zilikuwa vizuri, zilikuwa zinachanganya sana mabeki. Kwa na hisi kachangia sana kwenye magoli haya yaliyopatikana. Umemzungumzia Pacome, ni mmoja wa wachezaji ambao wachezaji wengi wanachukua kitu kutoka kwake. Vipi kwa wewe kama mchezaji, kuna kitu ambacho pengine labda unajifunza kutoka kwake au wachezaji wengine wa Yanga ambao umecheza nao leo? Siwezi kama najifunza huyu kwa sababu kwenye mpira wa Bongo nipo muda mrefu. Unaona, kwa wamekuja wachezaji wengi hatari. Unaona, Pacome ni hatari. Ana vitu vingi vizuri ambavyo mchezaji ni lazima ujifunze kutoka kwake. Naweza kusema kuna vitu ambavyo ukimwangalia kama mchezaji individually unamuona kabisa ni mchezaji ambaye kakamilika, ni mchezaji mzuri. Ni vibaya kukubali kwamba mtu fulani ananizidi kitu fulani? Sio vibaya. Ni hamna ukiwa yani mimi siwezi kusema eti nikakataa kwamba Pacome, yani umezungumzia kwamba ananizidi au sije kujifunza pengine chochote. Yani ni vitu vingi tunaweza kujifunza kwa Pacome. Vitu vingi, ana vitu vingi vizuri. Mchezo wenu wa kwanza mlipocheza na Yanga mlicheza vizuri sana kwenye uwanja wenu wa nyumbani mpaka mkatoa sare. Tena ilikuwa mna nafasi kubwa ya kushinda. Leo imeshindikana kwenye hili. Pengine mmewavunja moyo mashabiki wa Mbeya City ambao walikuwa wanatazama mechi hii leo na wengine labda wamesafiri kutoka Mbeya kuja huku. Unaweza kuwaambia nini? Hamna, kwa sababu kila mechi ina approach yake. Azam alitufunga first round. Raundi ya pili tumesale. Siwezi kuizungumzia mechi ya tuliyosale kwa sababu ilikuwa ina approach yake. Hii ilikuwa na approach nyingine ambayo tumeingia nayo, bahati mbaya haijaweki. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sababu tulidraw nao mechi hii hapa tulitakiwa tudraw nao tena, mpira upo hivyo. Hii mechi tumeingia na approach nyingine, approach haijaweki, kwa hiyo tumeadhibiwa. Natazama malengo yenu kweli yanakwenda kutimia kwa namna ambavyo mnakwenda? Na mimi natatimia kwa sababu tuna mechi nyingi nyumbani, alafu ni mechi ambazo sio za daraja kubwa, ni daraja lile katikati ambalo sisi tupo. Kwa ni mechi ambazo tukipambana tunaweza kutoka hapa tulipo tukaenda juu. Tushukuru sana. Asante.